Barua ya kocha namba 178: kufanikiwa, usikubali kutabirika na ishi toleo lako kamili. Rafiki yangu mpendwa, sisi binadamu tuna matoleo mengi sana. Yaani tuna version mbalimbali, matoleo mbalimbali ambazo tukayaonyesha kwenye maisha. Lakini kwa bahati mbaya sana tunapokaa kwenye jamii na katika kuonyesha maisha yetu, tunajikuta tukilazimika kuishi kwenye toleo fulani, toleo moja au machache ambayo yanawaridhisha wale ambao wanatuzunguka, kwa sababu tunataka kutabirika na watu wanataka kutuweka kwenye sanduku fulani ili waseme wewe ni mtu aina fulani, wewe uko hivi, wewe uko vile, na waachane na wewe. Sasa hauwezi kupata mafanikio makubwa kwenye maisha kama unatabirika, kama watu wameweka kwenye box la aina fulani, na kama una matoleo machache, unaishi vile ambavyo watu wengine wanategemea uishi. Hiyo ndio kikwazo ambacho kimezuia watu wengi sana kufanikiwa na kimewafanya wabaki na maisha yale yale. Kwenye barua hii ya kocha nimekuonyesha kwa nini sasa unapaswa kuvunja hiyo na kwa unapaswa uishi toleo lako kamili, hata kama tutakwambia yani watakuona kama ni mtu wa ajabu, usiyetabirika, usiyeeleweka, lakini ukweli ni kwamba unapaswa uishi kwa ukamilifu huo. Na katika barua hii basi kuna mambo kadhaa ambayo tunazungumzia. Moja likiwepo ni kukubali kwamba wewe sio tabia moja, ni ulimwengu mzima ndani ya mwili mmoja. Yani usikubali wajue ni mtu wa aina hiyo, aina ile, aina ile. Usikubali watu wakulazimishe uwe aina fulani. Ishi kile ambacho kiko ndani yako, toa kile ambacho kiko ndani yako, ndio kina upekee na mafanikio yako. Lakini sehemu zilizofichwa ndani yako ndizo zinabeba nguvu yako kubwa. Vitu ambavyo unataka kuvificha, usionekane usionekane mkorofi, usionekane si mtu aina gani, usionekane mtu una matamanio makubwa, usionekane usiri binafsi, usionekane chochote ambacho unataka ukificha, ndio unataka ukionyeshe, ukitoe, kwa sababu ndio kinakufanya wewe kuwa wewe, ndio kinakutofautisha na watu wengine. Watu wengine hawezi kuwa na hicho kitu. Na kama unataka mafanikio makubwa, ni lazima uwe wewe, usitaki kuwafurahisha watu wengine. 3, maisha ni ukumbi wa maigizo na wewe ni mwigizaji mwenye uhuru wa kuchagua nafasi. Kila binadamu anaigiza. Ndio maana utakuta ukienda kanisani utakuwa hivi, msikiti utakuwa hivi, ukienda kwenye starehe utakuwa hivi, ukienda kwenye msiba utakuwa hivi. Ni maigizo tu. Sasa wewe unachagua kakarata fulani ambako watu wanataka uwe, alafu wanataka ufanikiwe. Haiwezekani. Chagua jukwani lako, sawa? Wewe chagua unaigiza vipi, ambacho matokeo ndio utakuwa ukipe kipaumbele. Kile ambacho kinakupatia matokeo ndio ambacho utakuwa ukifanya, ndio utakuwa uishi vile. Na kama unachoishi zaidi kwa matokeo, badilisha. Hakuna mtu akulazimisha wewe vile unapaswa kuwa, unataka kuwa. Wewe uko huru, ni jukwaa lako, igiza utakavyo. Namba 4, usiogope mtazamo wa watu, kwa sababu watu hawajawahi kuwa na ramani ya maisha yako. Kwenye haya maisha rafiki, hakuna mtu anajua hata anafanya nini. Hivi kwa sababu zote, yaani unaweza kadhani mtu watu fulani wanajua wanachokifanya. Nobody knows. Hamna mtu anajua anachokifanya. Kila mtu anajaribu anachojua yeye mwenyewe. Sasa ukiogopa watu watanichukuliaje, watu watasema nini kuhusu mimi, usijali. Usijali. Hakuna mtu anayejua anafanya nini. Kila mtu anabahatisha. Kila mtu anajaribu ile mpaka atakompatia matokeo ndio atakwenda. Kwa hiyo hamna mtu ana ramani yako. Hata wazazi walokuzaa hawajui hata yani hawapo kwenye kile wanachokiona wewe. Sawa? Haukuja hata na kitabu kwamba unatakiwa utumikeje. Ulikuja wewe kama wewe. Hakuna anayejua unajua unafanya nini. Kwa hiyo ni wewe unatakiwa ujue namna gani unapaswa kwenda na maisha yako. 5, kwa Mungu kutabirika ni nguvu, sio dhaifu. Watu ukiwa utabirika, watu wanaanza kukuona, wanaanza kusema vibaya, huyu vile si. Hiyo ndio nguvu yenyewe. Sasa watu wakishakuelewa, wakishakutabiri, umeisha. Hamna kitu kikubwa unaweza kufanya. 6, panua nafasi unazocheza, ndipo maisha yatakayopanuka. Nenda wide, kwa mpana. Sawa, usijifungie ka sehemu kamoja, usijifungie kuonekana na aina fulani. Ishi maisha yako kwa ukamilifu, ndio ushindi mkubwa uko hapo. Mwisho, wewe ni mkubwa kuliko picha uliyojichorea wewe mwenyewe. Wewe ni mkubwa sana. Yaani ni kama ulimwengu mzima ndani yako. Una nafsi nyingi ndani yako. Una mengi unaweza kufanya, lakini shida nini? Shida ni pale ambako unajaribu kuwaiga wengine, unapojaribu kufanya mambo ambayo yatawafurahisha wengine,
unapojaribu kuendana na watu wengine ambao hata nao hawajui wanataka nini, hawajui hata wanafanya nini. Usifanye hivyo. Ishi ukamilifu wako. Usikubali kutabirika. Cheza kila ambacho tumia kila ambacho uko ndani, onyesha kila ambacho uko ndani yako, ndio itakupa ushindi mkubwa kwenye maisha yako. Rafiki, ingia Tanzania Skills Academy, nenda kwenye barua za kocha, soma barua hii na iweke kwenye vitendo ili ukawa na maisha bora kabisa. Kwa na siku bora kabisa leo.